Baada ya Yanga kuingia maarufu kwa jina la makomando, hao unaoona hapo getini wakiwa wameitwa napanga mikakati gani, lakini ndio hivyo kama ambavyo unashuhudia kwenye geti la uwanja wa Benjamin Mkapa. Mambo yalikuwa tofauti, hakufanikiwa kuingia, lakini leo hakuna anayezuia na mnyama anaingia ndani kwa ajili ya mazoezi. Mnyama kuja hapa, mambo yalikuwa tofauti, hakufanikiwa kuingia, lakini leo hakuna anayezuia na mnyama anaingia ndani kwa ajili ya mazoezi. Imeisha, tumecheza, tumeshinda, pressure tena nini? Hamna pressure. Hamna pressure. Kwa namna gani mwatengenezea hali ya kujiamini kuelekea mchezo wenu wa maamuzi wa mwisho dhidi ya Yanga? Masuala ya mchezo unaofuata tutayazungumza wakati ukifika. Kwa sasa tunaangalia hili lililokwisha na tunaangalia mengine, kwa sababu tumepata bahati mbaya, wachezaji wawili wamepata serious injuries. Kwa hiyo acha tuangalie. Ninachoweza kusema, swala la mechi ya ligi iliyobaki tutazungumza. Lakini swala la michezo, Simba kazi yake ni kucheza mpira. Sisi hatuna timu ya kucheza vijola wala kutengeneza mipasho ya mafulana wala kofia wala nini. Si timu yetu inacheza mpira. Wengine waulize wengine. Wana Simba wako safi kabisa. Na wana furaha na timu yao. Wajitokeza kwa wingi uwanjani. Wako safi na wana furaha na timu yao. Kwa hivyo waje kwa wingi tarehe 25. Wana Simba wapo safi. Anza hiyo Awesu. Moja. Kuna mtu anakumbuka si kuna mtu. Baada ya Yanga kuingia maarufu kwa jina la makomando, hao unaoona hapo getini wakiwa wameitwa napanga mikakati gani, lakini ndio hivyo kama ambavyo unashuhudia kwenye geti la uwanja wa Benjamin Mkapa. Mambo yalikuwa tofauti, hakufanikiwa kuingia, lakini leo hakuna anayezuia na mnyama anaingia ndani kwa ajili ya mazoezi. Mnyama kuja hapa, mambo yalikuwa tofauti, hakufanikiwa kuingia, lakini leo hakuna anayezuia na mnyama anaingia ndani kwa ajili ya mazoezi.